Hali karibuni yangu na Salale Jembe, tupigane story namna ambavyo ameona sakata linaloendelea na vurugu kwenye ligi yetu. Boss, tuko vizuri? Vizuri alhamdulillah. Kwema kabisa. Kwema, Ramadhani karimu. Unaona mambo yanazidi kutaradad. Alhamdulillah. Tumesikia taarifa lakini hazijatoka kwenye bodi ya ligi kwamba waliwajibu Yanga kuhusiana na majibu yao kwa nini mchezo ulighairishwa. Kulikuwa na viashiria vya rushwa lakini pia usalama na kadhalika. Yanga hawajaridhishwa. Kwa hiyo wao wameamua kwenda kasi. Kwanza ni sahihi Yanga kwenda kasi kabla hawajamalizana na TFF? Kwanza mimi sijajua kama hiyo ripoti imeshatoka kwa maana ya majibu Yanga kupewa na bodi ya ligi, lakini kawaida wanapopewa majibu kwa haki mimi ninavyoona watakuwa utaarifu umma kwamba tayari bodi ya ligi imewajibu 1 2 3, alafu baada ya hapo sasa wakaanza kusema wanachukua uamuzi gani. Lakini kwa utaratibu wa mpira na mamlaka zake ni kwamba wale wanachopaswa kufanya ni kuanza kufuata taratibu za kimpira na mamlaka zake zinatakaje. CAS ni mamlaka ya mwisho ya swala la football ambao linatoa haki. Maana yake CAS wao wanatoa haki, hata kama utakuwa umekosa haki yako FIFA utakwenda CAS. Sasa kwa Yanga kwanza mimi ninachoona na ndio utaratibu wenyewe, walipaswa waanze na kamati. Mfano kuna kamati ya nidhamu, kuna kamati ya nafikiri kuna kamati ya rufaa, kama baada kama utakuwa umeshindwa huku utakwenda kwenye kamati ya rufaa, si ndio? Itakapoonekana kamati ya rufaa yenyewe haijakutendea haki, basi sasa unaweza kaenda kwenye mamlaka za juu zaidi. Sababu mimi ninaamini hata kama wataenda CAS watakwenda kuwauliza kwamba mli raise wapi hii hoja yenu. Mimi mara nyingi naona watu wanaweza kaenda CAS zaidi ni swala la wachezaji. Wao wana nafasi ya kwenda moja kwa moja CAS. Lakini kwa Yanga nafikiri watakiwa pite process kwa sababu kamati za TFF pia ni kamati huru, si ndio? Si za wafanyakazi wa TFF. Ni kamati huru ambazo zinaweza zikaamua. Mfano ikiwa kwenye kamati ya maadili inaweza kumchukulia hatua hata kiongozi wa TFF ambaye atakuwa amekosea. Na ndio maana zimekutengenezwa kamati huru pembeni, na huo mfumo ulitengenezwa na FIFA ili kutengeneza haki. Viongozi wanaokuwa kwenye mashirikisho wasio na nguvu tu peke yao, ikiwezekana kuwa wanachukua hatua kwa kila kitu. Kwa kiniambia mimi Yanga leo anaenda CAS, mimi nashangaa sana. Otherwise unikumbushe pia, nakumbuka Yanga leo kusikia wanakuambia wanakwenda CAS kwenye issue moja nafikiri kwa Aziz Ki, lakini baada ya pale ikawa kimya na hakuna. Sasa imekuwa labda ni CAS inazungumzwa tu kama sehemu ya mazungumzo na kuwafanya wanachama waone kama viongozi wanafanya kazi yao, lakini kuna haja ya kufuata process, alafu baada ya pale waende CAS. Na mimi pia nilikuwa najiuliza Yanga wakienda CAS wanaenda kushtaki maana wanasema wadai pointi zao. Sasa pointi unazidai vipi? Kwa sababu sisi tunavyojua siku ile itakiwa Yanga waende pale wakaguliwe. Baada ya kukaguliwa muamuzi pale apulize filimbi, asubiri dakika zile 15, wapinzani hawajafika, aseme sasa mechi imeisha, Yanga wanachukua pointi zao 3. Alafu kama vile pointi zile hawakupewa ndio wangeza kwenda CAS. Siku ile Yanga wamekwenda, mchezo ulikuwa umeshaahirishwa. Hakuna ofisa yoyote aliyekwenda pale kuwapokea Yanga, kuwakagua wala kufanya kitu chochote. Wamekwenda wao wenyewe na mashabiki wao wachache, nafikiri labda sijui walikuwa waaliko wale. Baada ya pale wamerudi, wamesema wanadai pointi zao CAS. Mimi kwa kweli unajua saa zingine hata mnawalaumu viongozi wanapokuwa na vitu wanakuwa wanasema, mnaona kama vile wanawasema vibaya, lakini hamuoni namna viongozi wanapokuwa wakifanya wanapofanya namna gani. Kwa hiyo mimi sioni kuna hiyo nani ya CAS, na mimi tusubiri wote niambia hiyo CAS watakwenda kweli. Yaani maana nimeshakuwa wakishaambiwa CAS, sisi tunaenda CAS na mashabiki wote tunawasikia barabarani, tunakwenda CAS. Alafu CAS mnakwenda, baada ya muda CAS hakuna na inakuwa kimya na maisha yanaendelea. Mimi naona sio vizuri sana kuwafanya mashabiki hawajui lolote, kwa sababu sisi tumefundishwa unapokuwa unaongea na watu au unawaandikia kitu watu, lazima kwanza uamini unaoandikia wanajua kuliko wewe. Kwa hiyo lazima uamini unaowasema nao. Mfano kama mimi nazungumza, mimi naamini nao zungumza nao wanajua zaidi yangu mimi. Kwa hiyo lazima nina tahadhari katika vitu ambavyo ninavizungumza. Sio unasema tu ili mradi na kuamini kama wewe ndio unajua kila kitu kuliko watu wote. Lakini hapo pia sababu nyingine inawapeleka CAS, hawana imani na chombo kinachoongoza ligi kwa maana ya bodi ya ligi. Hawana imani na watendaji wake, na ndio maana wanaamua kupeleka CAS kwa sababu wameona hakuna chochote kinachofanyika ndani ya bodi ya ligi. Ukiangalia bodi ya ligi imekosea nini? Ukiangalia ile sakata kama utalichukulia haki, nani alianzisha ile sakata? Limeanzia kwa nani? Limeanzia wapi? Bodi ya ligi imekosea nini? Kama waliona kweli
kuna sababu za kiusalama kama walivyoona baada ya wale kuomba mchezo uahirishwe kutokana na tukio lililoanzishwa na nani, basi kuna kosa gani pale? Lakini mimi nilikuwa naangalia sasa hivi bodi ya ligi inaonekana ina shida kwa sababu pointi zenyewe sasa hivi zimefinyana. Lakini leo mimi naamini Yanga ingekuwa inaongoza pointi 6-7 tofauti, wala tusingesikia bodi ya ligi. Misimu mitatu yote imepita hii, hakuna bodi ligi ilikuwa inafanya kazi vizuri kama bodi ya ligi. Sasa hivi kimeumana. Sasa hivi anatoka huyu kileleni anaingia huyu, anatoka huyu anaingia huyu, tayari bodi ya ligi ifanye kazi vizuri. Mimi nafikiri tuache mambo mengi ya kerekere na tufanye tucheze mpira wenyewe. Mfano kama sasa hivi sisi tunapaswa kuzungumzia story ya muhimu zaidi ni Simba inakwenda kucheza michuano ya kimataifa. Story ya muhimu zaidi ni timu yetu ya taifa inakwenda kucheza dhidi ya Morocco. Hizo ndio stories za kuzungumzia sasa hivi. Lakini tumekalia kuzungumzia makasi ya uongo, tumekaa kuzungumzia sio wasema hawaendi, kama hawaendi basi waache siku tarehe kipango wasiende, pointi wapewe wengine, maisha yaendelee. Mzee Mguto pia mwenyekiti wa bodi ya ligi amezungumza jana kwenye mmoja wake, amesema Yanga kwenda kasi ni kukosa nidhamu. Ndio hiyo imepelekea kwenda kasi. Kwa namna ya uweledi wa Yanga, wanaye kiongozi mkubwa ambaye anaongoza hadi vilabu vyote barani Afrika, wanatafsiri kama Mzee Mguto amewavunjia heshima. Na wenyewe wanapenda sana kuheshimiwa. Maana kitu tumevunjiwa heshima, sio nini nimevunjiwa heshima. Watu wanatukana kila siku mitandaoni hapa. Mbona watu sisi tunawaacha tu watu wale hata kama wamevunja heshima. Kila kitu kiambie kile nimevunjiwa heshima, wewe utakuwa sio kama nani hivi yani kila kitu napenda heshima. Sisi mtandaoni watu tena waenda wazimu, wanatukana kila siku yani. Unawaacha, unawapuuzia, unaendelea na mambo yako. Na hakuna kitu chochote kinachobadilika. Hebu tupunguze sana kupenda kuheshimiwa. Rais Karia kwenye mmoja ujionao amezungumza, amesema moja timu ambayo ameisaidia sana ni Young Africans katika miaka yake mitatu wake wote. Lakini bahati mbaya viongozi wao hawazungumzi. Ameshajitoa kafara kwa sababu ya Young Africans. Watu wakasema kuna msimu wa 2021 Yanga ilitakiwa kushushwa daraja, lakini Rais Karia alipambana, Yanga ikabaki kwenye ligi kuu. Hizi stories ziko sawa kwa namna unavyoona? Tulizisikia show leo tu mara nyingi tu, na ni vizuri kwa Karia kuitetea Yanga, vizuri kwa Karia kuitetea Simba kwa sababu yeye ni kama mzazi kwenye hizo timu. Lakini pia kuwasaidia viongozi ambao mfano ukiangalia Hersi ni kiongozi bado mchanga. Ingawa inawezekana ukimwambia hivi atakasirika, lakini kwenye mpira huu ni bado, si ndio? Kama ukiona hivyo mtu mshika mkono kumpeleka kafu, kumtambulisha kwa huku, kufanya hivi kadhalika, hata hilo wazo la kwamba sasa inatakiwa hii baada ya kuonekana viongozi wa Simba hawawezi kwenda, si ndio? Ni Karia, maana yote ni kamulia ya uzazi, si ndio? Na nafikiri hata wakati mwingine kuliko kuanza kutengeneza namna za hivi, unajua mpira siku hizi umebadilika. Umekuwa wa hovyo sana. Yaani watu wakiwa hawana hoja wanatukana. Sasa rundo la watu limekuwa halina hoja. Kwa kila mtu sasa hivi watu people they talk about personalities. Yaani watu wanamlenga Karia kama Wallace Karia, hawamlengi Karia kama rais wa TFF. Yaani ni vitu vya hovyo sana. Na wakati mwingine ukiangalia kama Karia anavunjiwa heshima, labda tungefanya vijana wa Global au wa Jembe Sports wanamvunjia heshima mtu ambaye mimi namheshimu na mimi niko hapa. Wewe ungechukuliaje? Na mimi sinahusika kumvunjia heshima. Hapo sio jambo zuri sasa. Huwezi ukimsikia amekemea umefanya nini. Mimi bwana niwaambie kitu kimoja. Haya mambo ya uongozi wa mpira, Karia ataondoka TFF. Hersi ataondoka Yanga. Dewji ataondoka Simba. Kwa sababu huu mpira watu wanapita. Kwa ni vizuri sana kuangalia kwamba baada ya hapa nini kitafuatia. Usije ukaona ukishakuwa pale kama ndio basi sasa hamna kitu chochote. Hakuna kama wewe. Haya mambo yameshapitwa na wakati. Tuachane na mambo ya namna hiyo. Tuzungumze football ndani ya uwanja. Tuzungumze Lion Simba inakwenda kucheza na Al Masry, jambo la msingi kabisa. Tuzungumze Taifa Stars inakwenda kucheza na Morocco, timu kubwa iliyoingia hatua kubwa za World Cup na sasa hivi ndio inaongoza kufika hatua ya juu zaidi ya World Cup. Sisi tunakwenda kucheza nao. Tutakuwa tunazungumza mambo ya kasi kila siku, kasi ya uongo. Nani Mangungu anasema tu akienda nini? Anasema waende speed. Sio kasi. Sio kasi. Bosi toke sawa. Rais wa shirikisho yeye amesema wanaoharibu mpira wakacheze sinema. Mimi nishaliongelea mimi sitaki kuongelea tena. Unajua mna force sana tuiongelee tu Yanga kuna vitu ambavyo vingine havina msingi. Mimi nishaliongelea na nikaongezea na mimi waende wakacheze nini. Ishaisha hiyo. Unadhani Yanga wao ndo kama wamelivaa ile jambo? Sio Simba, sio Coast, sio Azam. Lipi unalisemea? Ili Yanga unaona kama umeambiwa wao. Sasa ukiliverse maana yake unafanana nao. Hapo umeona linakufaa wewe ndio umelivaa labda. Sijajua mimi mwenyewe. Lakini mimi nataka kuzungumzia mpira. Lete football, achana na haya mambo kelele. Simba tumeona ratiba yake imetoka dhidi ya Al Masry, wataenda kucheza kule Misri. Serikali imetoa ndege kwenda kule.
kwanza hii ni kubwa kiasi gani, lakini pia unaamini utaenda kuwa ni mchezo wa namna gani? Mechi ni saa 6. Kwanza tuipongeze serikali. Naamini kuambie toka mwanzo sikuwahi kuamini kama serikali yetu itakuja kuwa hivi na ikasimamia michezo namna hii. Unajua wanawake sio watu wanaopenda sana michezo. Kwa hiyo nisiamini kama serikali ya mama ndio itakuja kuwa namna hii. Kwa hiyo inafanya kazi yake kwa uzuri sana. Tunapaswa kuipongeza serikali yetu, na wameona umuhimu wa Simba katika mapambano yao haya ya robo finali kwenda nusu finali. Na mechi ya Al-Masry itakuwa ngumu sana. Al-Masry unajua ni timu ambayo wao wanataka kujitutumua kutoka upande wa magharibi na mashariki ya Misri. Kwa maana wao wanatokea Port Said. Lakini kwa sababu kule wacheza nafikiri mechi itachezwa Ismailia. Ni jirani ya maeneo. Na yote yako chini ya ukiangalia kote kuna bandari ile nimleta Canal, Suez Canal. Simba wanakwenda kukutana na timu ya Misri ambayo ni ngumu. Na ukiangalia baada ya mabadiliko ya kocha hata katika mechi zao wamerudi wamekuwa wakifanya vizuri. Kwa hiyo itakuwa ni mechi yenye ushindani sana, lakini kwenda na ndege yao pia itawarahisishia mambo. Mashabiki watakuwepo, itawaongezea nguvu. Na bahati nzuri sana Canal Suez Authority Stadium Simba sio wageni. Wa baadhi ya wachezaji wa Simba sio wageni. Taifa Stars imeshacheza pale ikamfunga Uganda 1-0. Lakini Simba imeshacheza pale mechi ya kirafiki pale ikashinda dhidi ya timu ya Saudi Arabia ile daraja la kwanza wakati wako kwenye pre-season. Mimi nilikwenda pale nikawaona. Kwa hiyo wanakwenda sehemu ambayo watakuwa wanaifahamu, wanaweza kucheza. Na Simba inapokwenda Misri watu wanaichukulia kwa uzito. Kwa sababu ile history yao ya kuitoa Zamalek pale. Lakini history yao ya kuwa wameifunga Ahli, history yao ya kuwa wa kwanza kwenye group dhidi ya Ahli. Kwa hiyo Simba ni timu inahesabika ni moja timu kubwa Afrika na watu wa Egypt wanaiheshimu sana. Kwa hiyo Al-Masry wataichukulia kwa uzito sana ile mechi. Sasa kwa wachezaji wa Simba lazima wajue Simba mara zote imeishia robo finali. Ukiachana hiyo miaka ya 70, Simba wanataka kwenda nusu finali. Ni deni kubwa sana wanalo kwao. Na hawapaswi kuchukulia utani hata kidogo kwenye ile mechi. Na mechi itakao hapa Simba majibu na kutengeneza ile advantage ya kuanzia ugenini. Kufanya vizuri ikiwezekana kushinda wakiwa ugenini. Maana yake ndio watakuwa wamerahisisha mechi hapa. Kama watakwenda kule kufanya vibaya maana yake karibu mechi ya hapa. Kuna mechi mbili Simba wamefanya hivyo kama unakumbuka. Mmoja wapo ni ile ya Kaizer Chiefs. Wamekwenda wakapoteza kwa mabao 4 kule. Wamerudi hapo wameshinda 3 wakashindwa kufuzu. Kwa hiyo lazima Simba waende kwenye ile hali ya kujua kabisa kwanza Simba nyuma imeisha haribu, lakini sasa wanakwenda kufanya nini ukienda kucheza ugenini. Mimi nawapa advantage Simba labda waharibu tu sasa hivi, lakini ukiangalia nilikuwa nachukua zile timu zote za 4 kwenye group lao. Wangesema ule ndio mfano wa kufuzu. Simba na Bravo, Dar es Salaam 1-0 kule 0-0. Simba angefuzu. Simba na Sfaxien. Kule 1-0 hapa 2. Simba angefuzu. Simba na Constantine. Kule 2-1 kafungwa Simba hapa kafunga 2-0 kashinda. Maana yake Simba sasa kama Simba watakwenda na hiyo trendi ya kuitumia kama sehemu ya wao kufanya vizuri, basi Simba wanaweza kufuzu. Lakini ni lazima wawe serious kwa sababu ni Al-Masry timu nyingine. Na sio wakaanza kuamini kwamba kwa sababu Al-Masry nimekwenda kwenye poti ya chini, basi wao wataitoa kirahisi. Hiyo itakuwa ni kosa jingine kubwa. Hivi Simba wamemaliza ligi wakiwa kwenye form bora. Imekuja break. Huoni kama imewatoa kwenye leli? Inaweza kukutoa kwenye leli kama ukiwa sio professional. Ukiwa ni mchezaji professional na unajua sasa kuna jukumu linakuja jingine kubwa zaidi. Sasa mechi ni tarehe 2. Preparation maana yake kuanzia unamaliza ligi kuendelea kwenda kwenye sehemu ya preparation. Hauwezi ukafanya mambo ya hovyo. Mambo ya hovyo kwa maana kuwa unprofessional kufanya vitu ambavyo vinafanana na kipindi cha mapumziko ukiwa kwenye kipindi cha maandalizi. Ukiona kuna mchezaji wa Simba atacheza mechi ya Egypt kule akiwa kwenye kiwango duni kwa maana ya kwamba itaonekana hakuwa kwenye maandalizi bora, basi it's some professional player. Ni mchezaji ambaye hajui kwa nini yuko Simba, kwa nini anavaa jezi ya Simba na kwa nini Simba wanamlipa fedha zao ili aitumikie timu yao. Kwa nini Simba wanampa nafasi ili aitumikie timu yao. Kwa ni lazima kuna professionalism ya kwamba wachezaji sasa wa Simba wawe wavumilivu kidogo kwamba mapumziko kwao bado hayajafika mpaka watakapomaliza tena mechi ile ya nafikiri tarehe 9, si ndio? Kwa hiyo bado Simba watakiwa kuwa kwenye sehemu ya maandalizi, kuhifadhi kiwango chao na kuwa kwenye kiwango kile cha kwenda kupambana na Al-Masry. Licha kuwa anafanya makosa mengi, ukosekano wake kunatengeneza hofu. Simba anaenda kwenye mchezo, unawezekano mkubwa kwa mkosa Chemalon Fondo. Unazungumziaje pengo lake? Mimi kwangu naona bado kabisa mambo yanaweza kawa mazuri kwa sababu namuona Shamu Karabu anacheza vizuri sana katika mechi karibu zote. Nimemwona amepunguza weight,
nimemwona amekuwa good kwenye timing, nimeona anaweza kusprint. Kwa hiyo sidhani kama itakuwa pengo hivyo kama wanavyosema, lakini kwa sababu ni mchezaji wa kikosi cha kwanza tutasema ni pengo, lakini bado mimi naamini Simba haijalipata hiyo pengo. Hata siku ambazo alikosekana mkongwe Kapombe akacheza Duchu bado walifanya vizuri, si ndio? Kwa hiyo ni wachezaji ambao hii ni advantage inatokana na uamuzi wa Fadlu Davids kwa anawatumia wachezaji wake, anazungusha ile round ya kupata wote nafasi ya kucheza. Kwa hiyo bado mimi naona Simba wana advantage na wanaweza kaicheza mechi vizuri tu. Kibu Denis baada ya kufunga katika mchezo wa mwisho dhidi ya Constantine amekaa muda mrefu hajafunga kwenye ligi kuu. Kuelekea dhidi ya Al Masry ameanza kufunga kwenye mchezo wa mwisho. Kuna muongezea confidence kuelekea kwenye mchezo na kutengeneza biashara yake. Unajua Kibu mechi zote za kimataifa zote na au mechi zote kubwa za Simba amefanya vizuri sana. Na nafikiri Kibu ni kati ya wachezaji ambao wanajua sana kuzicheza mechi za kimataifa au kuitumikia Simba vizuri katika mechi muhimu. Anakuwa na ile hali ya kuonyesha yeye ni mchezaji mkubwa, mchezaji ambaye anaweza kuamua matokeo, mchezaji anaweza kufanya vizuri kwenye kipindi ambacho Simba inahitaji matokeo. Simba inapambana kupata matokeo kwa wakati. Amekuwa ni mchezaji ambaye anaonyesha au anaelewa kwamba Simba inataka nini kwa wakati gani. Kwa hiyo mimi sina hofu na Kibu, naamini hata asipofunga bado atacheza vizuri. Ukiangalia mechi na Bravo, mechi na Bravo 1-1 ugenini Angola kule Rwanda, kati ya wachezaji walicheza vizuri na alikuwa tishio, tatizo kwa mabeki na midfield wa ulinzi kwa upande wa Bravo alikuwa ni Kibu. Kwa maana yake ni mchezaji ambaye anaweza asifunge lakini akawa sehemu ya kuifanya timu ikachangia, yani akaweka mchango wa kuifanya timu iwe tishio kwa wapinzani. Ndio kwa mashabiki wa Simba waendelee kuiunga mkono timu yao, kwa sababu Simba ndio wakilishi pekee wa Tanzania kwenye hii michuano ya kimataifa. Sasa hivi wamebaki, tulikuwa na Yanga, bahati mbaya wakawa wamedondoka. Mwanzo anza na kina Azam nani walitoka mapema, lakini ndio maana kama unakumbuka mimi nilikuwa natamani na Yanga na wao wangesogea. Leo tungekuwa tunazungumza robo finali mbili. Tunaangalia Champions League, tunaangalia Confederation Cup. Unlucky football iko hivyo. Sio kwamba Yanga walikuwa wako chini sana, na bahati mbaya kwa Yanga walianza vibaya sana. Lakini walikuwa ndio wamerudi Kwa pamoja na kurudi kwao unaona wamekosa point hapa nyumbani. Lakini bado si jambo baya, wanaweza kurudi baadaye. Tumebakiza hii timu moja kuanzia kwa mashabiki wa Simba na wengine wapenda mpira. Wanaweza kasio wa Simba lakini wanaelewa maana ya kuwa na timu kwenye michuano hii. Wanaweza kaiunga mkono Simba. Hawa wanaokwenda sasa, serikali imetoa ndege, basi watu sasa wajitokeze kwenda. Sio kwa serikali ikitoa ndege afu watu hamuendi, alafu kesho mtaanza kulalamika tena serikali haitoi ndege au ndege iende tupu, na yenyewe haitakuwa jambo zuri. Tutamfanya rais aone kwamba kumbe hawa watu hata hawahitaji huo usafiri, hawataki kuiunga mkono timu yao. Kwa watu wajitutumue, waende kaiunge mkono Simba kule, wakitoka na matokeo mazuri hapa, basi mambo hapa yatakuwa mazuri zaidi. Hapa waje waiunge mkono kwa wingi, tupeleke timu nusu finali, na sasa zingine itatutoa kwenye yale maumivu ya kuwa na timu moja tu kwenye robo finali, kwa sababu kuna nyingine imedondoka. Lakini naamini kabisa kama watakaa pamoja wakaungana, wataweza kusaidia timu zikafanya vizuri. Utakuwa kwenye uzinduzi wa uwanja? Uwanja upi? Wa Singida Black Star. Hata na Safari. Lakini ningetamani kuwepo, sababu nitaka nijifunze. Unajua sisi tumeandika hiyo kwenye miaka ya mwisho ya 90, miaka yote ya 2000 kuanzia mwanzoni mpaka leo, over 20 years. Lakini kwenye football kila siku unajifunza. Sasa kama hiyo ya Singida mimi natamani niende nione, lakini unlucky nitakuwa Safari. Nimepata mwaliko wa rafiki yangu Diouf, kwa hiyo tutakuwa kidogo naahidi kule. Kwa hiyo sitakuwepo, lakini natatakia kila laheri Singida, na nafikiri wengine zaidi ya Singida wafanye hivyo ili tuendelee kuwakumbusha Wakongo kwamba wanatakiwa kutengeneza viwanja vyao, maana ni wabishi kweli kweli. Wengine hawana hata viwanja vya mazoezi. Mwisho Jesem kachangia kwenye ujenzi wa uwanja wa Singida. Mbona kwa ajili ya Singida? Mimi niliwauliza ile ni wadhamini au wafadhili, hamkuwa mmenipa jibu. Na kama ni wafadhili labda kwa sababu ya Usingida, si ndio? GSM kachangia kwa sababu ya nini? Labda ni mdau wa soka au rafiki yake na nani mbaya yule. Kwa hiyo yote inawezekana, lakini no matter what wamechangia au wamefadhili, lakini siku ya mwisho wamefanyikisha jambo zuri la mpira. Kwa hiyo tunaweza kuwapongeza wao GSM, tukawapongeza Mo, tukawapongeza Singida, lakini tukawapongeza Airtel pia. Nimeona itu Airtel, si ndio, ambao ni jambo zuri zaidi. Sasa kama Airtel wamefanya huko, Voda wafanye kwa wengine, na Tigo wafanye nini wajiita siku hizi. Yes, si ndio, wafanye kwa wengine, nafikiri itakuwa ni jambo zuri zaidi. Lakini niongeza mwisho timu ya taifa. Timu ya taifa. Lakini hapo boss, kuna watu wanasema ule uwanja kama wa Mwananchi. Kama Mwananchi nani Yanga? Wanasema kuna muda tutasikia tu bwana tumewapa.
Nafikiri ni zile jokes za kwamba kwa sababu hao wanapeanaga ni ndugu sijui bana, kama mtu akiamua kumpa ndugu yake sitafanyaje. Kuzindua uwanja mechi yao ndio inaenda kuzindua uwanja Yanga na Singida. Ilikuwa mechi nzuri sana kuiona hiyo. Sasa utafanyaje kama ndugu wanapeana? Utawakatalia? Ndugu anapeana, ndugu anampa ndugu yake, utamkatalia? Sasa alishapeanaga face, alishapeanaga nini? Si ni ndugu bana. Yule mchezaji mwingine yuko Singida lakini akasema kwa ni kwa baba yake, huko ndio nyumbani. Kwa hiyo wataka kipeana pia sio jambo baya. Taifa tunacheza tarehe 25 dhidi ya na maandalizi yanaendelea. Mara ya mwisho umesema ili tuitafute hiyo nafasi lazima tumfunge Morocco. Maoni ya watu wengi 90.9 wamesema haiwezekani. Lakini wengine wamesema inaweza ikatokea, wengine wanasema ni fluke hata ikitokea. Basi kama ni fluke ikitokea, mimi naomba fluke itokee. Ni wanaosema haiwezi kutokea na mimi nawaelewa kwa maana ya level yetu na Morocco lakini na timu yetu, lakini kwenye football kuna surprise na kama wanaofuatilia qualification jana Ali manusura Kameruni wafungwe na Eswatini. Ali manusura Eswatini na sisi ni wakubwa kuliko Eswatini. Kameruni ni level ya Morocco. Kwa hiyo inawezekana kabisa, hata mimi niwape moyo wachezaji wetu ambao wako kambini Tanga kwamba inawezekana kwa mara ya kwanza wakaweka hilo soko, kwa sababu kama unakumbuka hata kama ni Morocco unaweza kusema sio kama ya sasa, tulipiga 3-1 kama unakumbuka chini ya Paulsen. Kwa hiyo leo inawezekana sisi tukafanya vizuri. Unajua wachezaji wanaocheza Ulaya watakuwa ni wazuri kuliko wachezaji wetu. Lakini wachezaji wetu wanatakiwa kuwa na hali ya kujituma, courage ya kutosha na kusikiliza maelekezo ya mwalimu vizuri. Inawezekana kabisa. Ukiangalia tumewafunga Zambia, ambao mimi Zambia naamini wakikutana na Morocco kuwafunga Zambia ni kazi ngumu sana. Lakini sisi Zambia tumewafunga kwao. Kwa kuna vitu ambavyo vinawaonyesha vijana wetu kuna mambo yanawezekana kuliko wanavyotarajia. Shukrani. Asante sana.